Hii ndio ugonjwa wa kifua kikuu, na kidonge cha kwanza kinaitwa isoniazid tablets. Vidonge hivi ukijigundua umeenda check up then ukagundulika kwamba una kifua kikuu, basi unaweza ukameza vidonge hivi kusaidia kutibu ugonjwa wa kifua kikuu. Vidonge hivi vimethibitika na shirika la afya duniani kuweza kutibu kifua kikuu. Vinaenda kwa jina la isoniazid. Vinapatikana kwenye maduka ya dawa nchi nzima. So kama una tatizo la kifua kikuu, kidonge mojawapo kikuu ambacho kinatibu ugonjwa huu wa kifua kikuu ni isoniazid. Unaweza ukavicheki vidonge hivi duka la dawa vikakusaidia kutibu kifua kikuu. Kidonge cha aina ya pili ni kidonge kinakwenda kwa jina la rifampicin. Rifampicin kinapatikana pia duka la dawa. Ni kidonge mahususi ambacho huwa pia kinatibu ugonjwa wa kifua kikuu. Usimeze kidonge hichi kabla ya kwenda kufanya check up. Hakikisha umefanya check up then umegundulika kweli una tatizo la kifua kikuu. Sasa ndio unaweza ukashauriwa pia na daktari kwamba utumie kidonge hiki cha rifampicin, ambapo huwa kinatumika pia kuweza kutibu tatizo au ugonjwa mkubwa huu, ugonjwa wa kifua kikuu ambao unawatesa watu wengi. Na ugonjwa huu kama usipotibiwa kwa wakati unaweza ukapoteza maisha. Ugonjwa wa kifua kikuu ni ugonjwa mmoja kati ya magonjwa hatari. Na kidonge cha tatu ni hiki hapa unachokiona hapa, kinakwenda kwa jina la pyrazinamide. Kidonge hiki pia ni kidonge muhimu, kinatibu ugonjwa wa kifua kikuu. Vidonge hivi vya pyrazinamide pia navyo huwa vinapatikana katika pharmacy na maduka ya dawa muhimu kote nchini Tanzania. Vidonge hivi kama umepima then ukagundulika una tatizo la kifua kikuu, basi unaweza ukatumia kidonge hiki kuweza kutibu tatizo la kifua kikuu, na ukimaliza dozi utakuwa umepona kabisa ugonjwa wa kifua kikuu, ambapo ni moja kati ya magonjwa hatari na ni moja kati ya magonjwa ambayo yanaweza yakaua kama hautatibu kwa haraka. Na kidonge aina ya 4 kinakwenda kwa jina la ethambutol hydrochloride tablets. Ethambutol hydrochloride tablets navyo pia ni vidonge muhimu ambavyo vinatibu ugonjwa wa kifua kikuu, na vidonge hivi ethambutol hydrochloride tablets vimethibitika na shirika la afya duniani kuweza kutibu kisayansi kabisa ugonjwa wa kifua kikuu, ugonjwa ambao umekuwa tishio na umeua watu wengi sana. Sasa kama umethibitika, umepima, unaweza kutumia pia ethambutol tablets kuweza kutibu tatizo la ugonjwa wa kifua kikuu. Kwa nini uteseke wakati dawa zipo madukani? Nenda dukani, nunua ethambutol. Kama umethibitika una ugonjwa huu wa kifua kikuu, tumia hizi dawa kulingana na maelekezo ya daktari, utapona fresh kabisa ugonjwa wa kifua kikuu. Na dawa aina ya 5 au kidonge cha aina ya 5 kinaenda kwa jina la streptomycin. Streptomycin pia ni kidonge maalum na huwa kinatibu ugonjwa huu wa kifua kikuu. So kama umefanya check up then ukaambiwa una tatizo la kifua kikuu, unaweza kutumia kidonge cha streptomycin kuweza kutibu ugonjwa wa kifua kikuu. Nimekutajia dawa hizi 5 au vidonge 5 tofauti. Unaweza kuwa katika eneo lako kidonge fulani hakipo, kidonge fulani, unaweza ukachagua moja kati ya vidonge hivi ukatibu tatizo hilo la kifua kikuu. NB, kumbuka kwamba usimeze kidonge kabla ya kufanya vipimo. Pima kwanza ujue kweli una tatizo hili la kifua kikuu, ndipo uende ukanunue dawa. Usihisi tu kwamba nina tatizo la kifua basi nina kifua kikuu. No, sio kila kifua ni kifua kikuu. Pima kwanza
Then ukishathibitika kweli unasumbuliwa na tatizo la kifua kikuu au kifua chako ni kifua kikuu, basi tumia moja kati ya dawa hizi 5 ambazo nimeweza kukuambia. Zote zinatibu ugonjwa wa kifua